Habari, karibu kwenye mwendelezo wa kitabu cha Joel na Nauka. Jana tulimalizia msingi mitatu ya mfumo wa kwanza wa nguvu za kiroho, Spiritual Empowerment System. Leo tuangazie mfumo mwingine wa pili, ambao ni kujiimarisha afya binafsi. Lakini kabla sijaendelea, ni kuombe ulike, kushare na kucomment. Na kama unaangalia on YouTube, basi usisahau kusubscribe. Sasa tuendelee. Afya binafsi. Umbali unaoweza kwenda kwenye chochote unachofanya unategemea sana ubora na uimara wa afya yako. Wako wengi ambao walikuwa na kitu kikubwa na wito mkubwa walipewa, lakini walifanywa kwa muda mfupi sana na afya haikuwaruhusu tena. Wengine walianza kuugua na kushindwa kufanya kwa ufanisi tena, na wengine walifariki kabisa kabla ya muda wao. Usisahau kuwa chochote ambacho kimebebwa na roho yako huwa kinahitaji mwili wako kudhihirika. Ukiacha kuwa makini na mwili wako, ni sawa na kusema unahatarisha kabisa uwezo wako wa kuyadhihirisha yale uliyoyabeba katika roho yako. Hii ndiyo maana Yesu aliwahi kusema kuwa roho iko radhi, ila mwili udhaifu. Mathayo 26:41. Akimaanisha kuwa inawezekana rohoni ukawa na vitu vingi ambavyo unataka kuvifanya, ila kama mwili wako hauna nguvu ya kuvibeba, basi hautaweza kabisa kuvifanya. Mambo 4 muhimu ya kuzingatia kwenye mfumo binafsi wa afya ni: 1. Kula kwa afya. Kumbuka kuwa mwili wako unajengwa na kupewa kinga kwa vyakula vyenye virutubisho. Ni muhimu sana kujua kuwa kwa kutokujali namna unavyoulisha mwili wako sasa hivi, unaweza kuvuna matokeo mabaya hapo baadaye. Usile ili kujaza tumbo. Fuatilia kile kilichomo kwenye kila chakula ambacho unakula. Ikiwezekana, tafuta mtaalamu wa mambo ya chakula, nutritionist, ili akupe ushauri wa namna bora ya kupanga milo yako ya siku. Hii itakusaidia kula kimkakati na kuepuka changamoto za kiafya. Ila pia ni muhimu kula kwa wakati na kwa ratiba nzuri ili usikaribishe changamoto zinazotokana na kutokula kwa wakati au kutokula vizuri kama vile vidonda vya tumbo. Pata muda wa kupumzika. Mwili wako huwa unachoka. Bahati mbaya sana kama wewe ni mtu wa kuhudumia watu. Hakuna mtu ambaye atakwambia upumzike. Hii ndiyo maana mara kadhaa Yesu alilazimika kujitenga kwenda mahali ambapo hakuna watu na kupumzika. Marko 6:12. Kupumzika sio kupoa kiroho, ni sehemu muhimu ya kurejesha nguvu zilizotumika tayari. Wako wengi ambao kwa sababu ya kutokupumzika waliingia kwenye uchovu usioisha, exhaustion, ambao ulianza kuathiri utendaji na ufanisi wao katika walichokuwa wanafanya. Njia nzuri ya kupumzika ni kujiwekea ratiba, kama ni mara moja kwa wiki au siku kadhaa kwa mwezi. Hakikisha unaiheshimu ratiba ya namna hii ili uendelee kuwa na nguvu. Ukienda kupumzika, pumzika kweli kweli. Ikiwezekana, punguza au ondoa kabisa matumizi ya simu yasiyokuwa ya lazima. Asante kwa kunisikiliza. Tukutane tena kesho.